Watanzania wa sasa hivi hawajui nchi hii itopotoka, na bila kujua history ya taifa lako au culture ya taifa lako huwezi kuelewa Utanzania ni nini. Tunajidharau, lakini mataifa nje wanatupongeza kwa misimamo na kazi za kujitolea kwenye amani za mataifa mengine. Nchi hii enzi za Mwalimu ndio imekomboa mataifa mengi ambayo yalikuwa chini ya beberu. Vita vya Kagera, amini hakuamini, alifikiri anafanya mchezo tu. Matokeo yake kakimbia Uganda, kinafanya kazi ya Build a Change Saudia, kwa kazi iliyofanywa na vyombo vya nchi hii. Tulivyoanza kupewa masharti kuacha kugharamia JKT, hamjui hayo, na masharti hayo yawekwa na taasisi za pesa za kimataifa. Mwalimu alipewa masharti: elimu bure mpaka chuo kikuu, ondoa; afya, ondoa; JKT, ondoa. Na baya kabisa, tukaambia tusisafishe mafuta Tanzania. Refinery yetu ikaambia isisafishe mafuta, simply kupata mikopo. Lakini tulisimama, tulikuwa na Tanzania wazalendo, lakini tulikuwa na jeshi la wananchi ambalo lilikuwa na uzalendo. Hongereni sana makamanda yetu kwa kazi mnazofanya. Na mpaka leo katika ukanda huu ndio chombo kinachoaminiwa kusimamia amani kwenye mataifa mengine, na haya yanatokana na usimamizi wa viongozi waliopita kuanzia Mwalimu, Mzee Mwinyi, Mkapa, Kikwete, Magufuli, na sasa tunaye Mama Samia. Kwa hiyo Tanzania mwe proud kwa na nchi inatambulika kimataifa. Tuendelee kupendana, tuendelee kushikamana, tuna taifa moja tu. Na ndio maana juzi mlisikia kuna kiongozi mmoja anakuja Tanzania kwa balozi, sitaki kumtaja, alikuwa anahojiwa nchini mwao na akasema Tanzania is a strategic partner. Kwa mambo mengi tu. Walivyotaka kujenga bandari ya Bagamoyo, hoja haikuwa biashara tu, hoja ilikuwa kusaidia vile nchi za magharibi ya Afrika, Kongo na maeneo mengine. Meli ikitoka bandari ya Tanzania kwenda West Coast ya DRC ni siku 18, kwa treni siku 3. That was the idea. Lakini tumeikosa ile fursa, ndio mipango ya Mungu. Tuendelee kushikamana, tuimarike kiuchumi, na jeshi hili linapewa kipaumbele. Na ndio maana mtu mwenye hoja, mbunge, fursa yake ni kwenye kamati. Anakwenda kwenye kamati, anajenga hoja yake, anajibiwa na vyombo viko pale, na mwenyekiti wa kamati yuko pale, wajumbe wa kamati wako pale. Funding za ziada za chombo hichi sio lazima zitoke zisemwe hapa. Tukisema hapa tutajivua nguo, na mambo ya ulinzi hataki masihara. Kwa hiyo Rais Samia yuko very serious na kuhakikisha vyombo hivi vinapata huduma zinazostahili. Ziko changamoto, sio kwetu tu, duniani kote, hata majeshi makubwa. Changamoto hazikosekani. As long as tunaishi, changamoto zipo. Lakini where there's a challenge, that's where the way is. Kwa hiyo nashukuru sana. Nashukuru sana CDF na timu yako, JKT,
kwa uzalendo wenu, lakini kwa kazi kubwa mnefanya kwenye nchi yetu. Mimi nilikuwa na fursa kukaa kwenye kamati kwa miaka 16. Nilikuwa makamu mwenyekiti, nikawa mwenyekiti for all this time. Toka imeanza bunge mimi niko kamati ya defense, ilikuwa defense, foreign defense na homeland security. Tunaita sisi homeland security kama ile Marekani. Wanama kamati hivyo kuna fanya kazi. Na sasa iko chini ya Najma wanafanya yale yale. Tujivunie. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana, umeeleza vizuri sana kuhusu fidia za haya majeshi na baadhi ya watu vita vya Kagera. Mimi niliparticipate vita vya Kagera. Nilikuwepo. Nilipata medali 2. Ya kwanza kuwepo jeshini kipindi kile, na ya pili kuvuka mpaka. Sasa mimi sikuvuka mpaka kwa majeshi ya miguu, mimi vuka mpaka kwa juu, kwa anga. Yote kuvuka mpaka hiyo. Kwa hiyo Dr. Kamambo, njoo nikwambie. Na mwalimu alisema nakupeni bonus, nchi yetu bado maskini. Lakini Mama Samia akasema hapana. Ile mishahara kwa miezi 2. Baada ya shughuli kuisha tukapewa mishahara miezi 2 kila mtu cash. And at that time it was a lot of money. Lakini Rais Samia anasema tuwakumbuke maveterans wetu. Mheshimiwa Waziri, hongera. CDF, hongera sana. Tuwatunze wazee wetu waliparticipate kwenye vita chini ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Sasa Ado, na una TV zako jioni unakuwa nje ukayaseme haya. Mheshimiwa, kama nilivyosema, wabunge wenye hoja kwenye masuala ya Wizara ya Ulinzi, mwende kwenye kamati ya ulinzi mkaseme yote, shida zenu zote, ili mpewe majibu. Baada ya maneno haya, nawashukuru tena sana wabunge kwa michango mizuri, na hairisha shughuli za bunge mpaka kesho saa 3 asubuhi.